Kwanza naomba nitumie nafasi hii kuwapeni pole. Poleni sana. Ndugu zangu wana Kinyamwezi, eneo hili tulilokuwepo ni eneo la kiwanja namba 443 Kitalu N Pugu Kinyamwezi. Eneo hili kwa mujibu wa vitabu ilifanyiwa uthamini kuanzia miaka 2000 mpaka 2000 na ngapi? Na 4. Lakini pia michoro hiyo ilipitishwa kipindi cha miaka 2000. Hiyo michoro ndio inaonyesha hapa kutakuwa kuna makaburi, hapa pana viwanja, hapa pana nini. Lakini na upimaji wake ulipitishwa rasmi tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2004. Na sababu ya hii michoro yote huku ya Pugu Kinyamwezi ulikuwa ni mpango wa serikali wa kupanua uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere, ambapo katika mpango huo sheria ilikuwa inamtaka anayelipa fidia ahakikishe anamlipa fidia, maana yake maendelezo yoyote juu ya ardhi pamoja na kiwanja. Wale ndugu zetu wa Kipawa ambao walikuwa wanaondoshwa kule kupisha uwanja wa ndege walikuwa wanalipwa fidia vitu vilivyo juu ya nini? Juu ya ardhi. Alafu viwanja vyao vilikuwa huku. Kwa usikivu wa serikali hiyo hiyo, unapohamisha watu wale wana makaburi. Uongo kweli? Unapowahamisha watu unahamisha na nini? Na makaburi. Hivyo serikali iliweka mpango wa maeneo ambayo yangetumika kama makaburi. Hivyo eneo lililopangwa kwa ajili ya makaburi au ya kuhamishia makaburi ilikuwa ni hili hapa. Na unapochukua maeneo haya yalitwaliwa kwa mamlaka aliyokuwa nayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kutoa maeneo kwa manufaa ya umma. Na ndio maana wengine wakapangwa maeneo ya kukaa na maeneo mengine yakapangwa kwa ajili ya nini? Ya makaburi. Na wale waliokuwa na mashamba hapa maeneo haya yote wakalipwa fidia, wakahamishwa kwenda kwenye maeneo mengine. Lakini baada ya muda walijitokeza wenzetu wakasema ili eneo la kwao, wakaenda wakafungua kesi mahakamani. Ni kesi ya ardhi namba 202 ya mwaka 2020 kati ya Elizabeth Mwakapangala ambaye alikuwa ni msimamizi wa mirathi wa Saidi Shomari Loko, akiipeleka halmashauri ya jiji, mamlaka ya viwanja vya ndege na mwanasheria mkuu wa serikali. Ukiisoma kesi hii ilimalizwa alipwe fidia. Haikumalizwa akauze maeneo la makaburi. Haikumalizwa akagawe makaburi ya watu. Na kwenye hukumu hii jaji pia anamuongoza namna ya kupata haki yake na kuonyesha kwamba wao hawana mamlaka pia ya kufuta matumizi ya mipango miji. Hivyo hakuwa na hiyo haki ya kuuza haya maeneo, hakuwa na hiyo haki ya kutoa makaburi. Na kwanza niwaambieni, uhamishaji wa makaburi uko kwa mujibu wa sheria. Hata wewe ukitaka kumhamisha baba yako au mama yako au mjomba wako, huwezi ukatoka na kikao cha familia ukaenda ukamhamisha babu. Ni lazima ufuate utaratibu wa kuhamisha makaburi. Tumepita hapo, tumeona kuna makaburi yamehamishwa. Tumeona kuna majengo yamejengwa juu ya, ni kinyume na sheria. Hakuna sheria iliyompa mamlaka hayo. Ameambiwa watafute haki yake kwa njia nini? Ya fidia, sio kwenda kuuza nini au kuhamisha makaburi. Ndugu zangu, makaburi ni utu. Wachina wanatoka China wanakuja kwa ndugu zao waliojenga treni ya uhuru miaka ya 60 kwa sababu kuna nini? Kuna makaburi. Makaburi yanachungwa, yanatunzwa kwa mujibu wa sheria. Hata sisi halmashauri au serikali inapohamisha makaburi, kwanza inatoa usumbufu kwa ndugu, inatafuta eneo, inahamisha kwa utaratibu.
na viongozi wote wa dini husika wanakuwepo. Hubebi. Hakuna mtu anayefanya unachukua miili ya watu, mabaki ya miili ya watu unafanya kama ni mifugo. Hiyo sio sawa. Nikuombe Kamanda OCD, oneni namna hii ni kosa la jinai. Hatuwezi kuruhusu mtu kufukua hivyo anavyotaka yeye. Leo hii wenzetu ambao walikuwa Kigilagila, walikuwa Kipawa, waliokuwepo Kinondoni, wanaamini ndugu zao wamezikwa wapi? Hapa. Unampeleka kwenye kaburi lipi kutoa heshima ya ndugu yake? Kamanda OCD, ni kuombe sheria ichukue mkondo wake. Hukumu ipo. Hukumu haijampa mamlaka ya kuhamisha makaburi. Hukumu haijampa mamlaka ya kuuza viwanja. Hukumu haijampa mamlaka ya kugawa eneo. Hukumu imemwambia namna ya utaratibu wa kupata haki yake. Jambo la tatu, wako wenzangu ambao nimeona wamejenga humu. Kwanza niwape pole. Wakamshtaki aliyewauzia, awaonyeshe aliwauziaje eneo la makaburi. Maana yake nawataka muanze kuondoka, mtoe nyumba zenu wenyewe, lakini ni washauri wampeleke mahakamani aliyewauzia.